Wanaoishi karibu na mto Mathare wamejawa na hofu kutokana na ilani ya ubomozi ambao unafaa kufanyika wakati wowote kuanzia leo. Tayari alama za ubomozi zilikuwa zimewekwa kwenye majumba, huku makataa ya kuhama ikiwa jana tarehe 22. Wakazi walikuwa wamepewa siku 14 kabla ya ubomozi kuanza. Paul Kirobi anatueleza kuhusu ilani ya ubomozi huo. Wakazi wanaoishi hapa walikuwa wamepewa siku 14 kabla ya shughuli ya ubomozi kuanza rasmi, ambayo ingefaa kufanyika siku ya leo tarehe 23, lakini sasa imehairishwa. Mpaka sasa wakazi bado hawajahama, wamejawa na hofu tele kwa sababu hawana sehemu ya kwenda. Wakazi walifaa kujenga mita 30 kando ya mto, lakini mita hizo zimeongezwa. Uhuru, the former president wa nchi, alikuja na akapeana sample ya these titles. Sababu ya shughuli hii kufanyika na alama hizi kuwekwa ni kwamba wamejenga nyumba zao karibu na mto. Mikutano inayohusisha wakazi inadaiwa kufanyika hapa, lakini baadhi ya wakazi wanadai hawakuhusishwa wote. Beatrice Mungai, mkazi wa hapa Korogosho, amesikitishwa na hatua hii ya serikali, sababu sio mara ya kwanza shughuli ya ubomozi kufanyika hapa. Ni mmoja wa waathiriwa katika shughuli hii. Na hakuna hata usaidizi yoyote ati serikali ishai kukuja huku kutupatia. Hata ili wangekuja tu kuja kutuambia kunaenda namna gani ama kumekaa namna gani. Hawakuwahi kukuja kutuambia kumekaaje ama kunaenda namna gani. Tuliumia na shida zetu, tulikaa na shida zetu. Wakazi wengine wamekaa hapa kwa muda mrefu tangu enzi ya serikali ya Rais mstaafu Jomo Kenyatta, na wanadai kwamba wana stakabadhi halali za kuishi hapa. Ningeomba rais wetu ambaye ndiye tulimchagua na roho moja aweze kutufikiria, aweze kuja kutusaidia turudi kwa manyumba zetu. Sasa tunalala tu hoe hoe. Na mto vile tulikuja kubomolewa juu ya mto ijai kufika hata pande hii. Hapa baje kuvuka hiyo maji. Watu walishangaa sana kwa vile tulikuja kubomolewa na sisi ni watu wanyonge. Na kukaa hapa tumekaa kwa heri kwa hizo muda zote. Hatujawahi bomolewa. Na siku ya kwanza mtu anaitwa Nyayo alitupatia hapa. Jamii eneo hili iliwasilisha hoja katika bunge la Seneti kupitia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ikiomba usaidizi, lakini ni kwamba mpaka sasa haijapata msaada wowote. Kile ambacho kinawakera zaidi wakazi wa eneo hili la Korogosho ni kwamba kila wakati shughuli hii ya ubomozi inapofanyika hawapewi sehemu mbadala ya kujenga nyumba zao. Paul Kirobi, TV47, Korogosho, Nairobi.